Siku ya kimataifa ya takwimu huadhimishwa kila Oktoba 20 ya kila mwaka, ambapo wataalamu wanaeleza takwimu sahihi ni muhimu katika maisha ya kila siku. Mathalan, kila mtoto anapozaliwa huorodheshwa na kama na changamoto yoyote, changamoto aliyokuwa nayo mtoto huyo inaorodheshwa. Takwimu sahihi ni muhimu kwa ajili ya kufanya maamuzi bora na tena kwa wakati wote kwa jamii. Pia takwimu ni muhimu sana katika kuunda sera kwa kuzingatia ushahidi sahihi. Halikadhalika, takwimu ni muhimu katika nyakati tulizokuwa nazo, na hasa katika nyakati hizi za kuaminika zinasaidia kuelewa mabadiliko ya dunia tunayoishi na kuchagiza mabadiliko yanayohitajika ili binadamu waweze kupiga hatua katika masuala mbalimbali ya maendeleo. Leo ni siku ya takwimu, na katika hili mtaalamu wa takwimu tunaye hapa Janet Soka akiwa hapa jijini Dar es Salaam, na tumeungana naye kwa njia ya mtandao. Janet Soka, habari za wakati huu? Nzuri, habari za hapo studio? Hapa studioni ni njema kweli kweli bwana. Ninapokuona Janet Soka basi huwa naona fedha naona mafanikio. Sasa leo tupo kwenye takwimu. Pengine kwa kwanza tu, tunapozungumzia takwimu tunamaanisha nini kwa lugha rahisi ambayo hata mwananchi wa kawaida anaelewa? Okay. Takwimu ni mkusanyiko wa taarifa na data kuhusiana na jambo fulani, ambalo jambo hilo au data hizo zinakusanywa, zinachambuliwa na kutafsiriwa katika lugha nyepesi ambayo mtumiaji wa mwisho anaweza akaelewa. Hiyo ni kifupi sana na takwimu. Na ukienda tu katika mazingira yetu ya kawaida, kiufupi, lengo la kukusanya takwimu ni kumsaidia mtu kujua sasa hivi yuko wapi, ametoka wapi na anaelekea wapi, kwa kutumia uchambuzi yakinifu, sio kwa kutumia hisia, kwa sababu tunasema kuna yale maamuzi ya muhimu tunapaswa kufanya kwa kuangalia data na taarifa zilizopo ambazo tumezihakiki, na hapo sasa kwenye kuhakiki ndo eneo la takwimu linaingia. Kwa hiyo lengo kubwa la takwimu ni kusaidia tu kufanya maamuzi sahihi. Na kwa watu wanaweza wakajiuliza, hivi takwimu tunaweza zikatusaidia nini katika maisha yetu? Au mtu akisikia takwimu anasema hili jambo bwana ni watu wasomi, au labda ni jambo la kiserikali au la watu fulani. Takwimu ni jambo la kwetu sote. Kwa hiyo kwa mtu ambaye, kwanza nianze na ile dhana nzima ya takwimu, hakuna mtu ambaye hatumii takwimu kwenye maisha yetu ya kila siku. Sawa. Ni pengine kutumia ila haufahamu, ila takwimu ni maisha na yanatusaidia kupiga hatua na maendeleo ya kila siku. Takwimu ni maisha na inatusaidia kupiga hatua katika maendeleo ya kila siku. Kivipi? Okay. Kwanza kabisa wewe mwenyewe hapo, yani kwa mtu binafsi, takwimu ndo zinakusaidia kujua hivi tangu mwaka uanze mpaka sasa hivi mwezi wa 10 benki nina shilingi ngapi. Ni takwimu kwamba umejihesabu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, umejihesabu mwezi wa 3 mpaka sasa hivi unaona mwaka huu mimi huu haujawa mwaka mzuri. Ni takwimu ndo zimekusaidia utoe hayo maamuzi. Si hivyo tu, labda kwa level ya mfanyabiashara au mama wa nyumbani, takwimu inaweza kukusaidia kujua baba watoto sasa hivi hali yake ya kifedha si nzuri, kwa nini anaacha 5,000 sio 10,000 kama ilivyokuwa mwanzo. Hizo ni takwimu, maana yake umefananisha ulipotoka, ulipo sasa na mategemeo yako. Na si hivyo tu, hata kwa mfanyabiashara ambaye yuko dukani akihesabu labda mfano anauza maji au juisi za Baharesa, ikawa imefika Jumamosi akaona zinatoka kreti 3, zile katoni 3, alafu hizi siku za kawaida katoni 1. Takwimu ndio imeweza kumsaidia kujua kumbe Jumamosi watu wanakuaga wengi, kwa hiyo nguvu kubwa ni ongeza Jumamosi na sio siku za kawaida. Kwa hiyo hapo sasa unaweza kuona sasa takwimu tunazitumia na zinatusaidia kufanya maamuzi na kupiga hatua za kimaendeleo, lakini wengi wetu tunakuwa hatujui kama tunatumia takwimu. Sasa Bi Janet, unasema kwamba
watu tunafanya hivyo, huenda hatujui kama tunatumia takwimu. Sasa huyu mwananchi wa kawaida, umedadavua vizuri kabisa kuanzia ngazi ya familia. Huyu mwananchi wa kawaida kuanzia ngazi ya familia anaweza kufanyeje kuhakikisha anajiweka katika mstari mzuri wa kutumia takwimu kwenye maisha yake? Ili takwimu ilete maana, ni lazima kwanza uwe unatunza kumbukumbu. Na tunasema professional, ndio kuna zile ngazi za kukusanya. Tunasema kwenye takwimu tunasema stages, kwa Kiswahili tunasema ngazi zile za kupitia, kwamba ya kwanza data collection, unakusanya data ili uweze kujua mimi sasa niko katika kutunza kumbukumbu. Lazima uwe na data katika maana ya uwe unajifuatilia, na watu wengi hawajifuatilii, ndio maana wanahisi hawatumii takwimu. Lakini ukipata nafasi tu ya kujifuatilia kwamba mimi mimi ni mwajiliwa, kila inapofika Jumatatu natumia nauli kubwa kuliko Jumatano au Ijumaa. Kwa sababu gani natumia hii nauli? Najifuatilia. Kumbe Jumatatu usafiri pengine unakuwa changamoto, kwa hiyo inabidi nitumie usafiri sio wa umma. Ukiwa unajifuatilia, maana yake utakuwa katika ngazi ya kutunza kumbukumbu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, uwe unapata nafasi ya kujiuliza maswali, kwa sababu kama unajifuatilia lakini haujiulizi maswali, pia hautakuwa katika ngazi hiyo. Tunasema kama hivyo nilivyosema, kwa nini hiki ni hiki na sio hiki? Hiyo itakusaidia katika kutunza kumbukumbu. Na mwisho kabisa uwe unajenga katika ngazi ya kufanya maamuzi, kwa sababu watu wengi wakisikia takwimu unaweza ukahisi haya maamuzi labda ni katika level ya kiserikali tu au level kubwa. Lakini lengo la kukusanya takwimu huku, kuweka katika mfumo wa kuzitumia takwimu, uwe sehemu ya kufanya maamuzi binafsi wewe kama wewe. Kwa hiyo ukitumia hizo hatua tatu kwa urahisi kabisa, inaweza kukusaidia kuzitumia takwimu zako binafsi, na ukiwa makini na kwa umakini zaidi utapiga hatua na kufika level nyingine. Na hapo sasa umeeleza vizuri ni namna gani, hatua zipi anaweza kazifuata. Sasa kwa nini bado ni changamoto kwa sisi binadamu, yani sisi katika ngazi ya kawaida tu binafsi, nashindwa kufuata hizo hatua katika kujiwekea takwimu na kujua namna gani naweza nikaenenda kwenye maisha yangu ya kila siku? Changamoto iko wapi hasa? Hapa tuna changamoto zinagawanyika katika namna tofauti. Kwanza kabisa, kwa asili tu tunasema by nature, mwanadamu ameumbiwa kupenda vitu ambavyo havimuumizi kichwa. Yaani ameumbiwa kuishi katika mfumo holela. Wewe mwenyewe hapo unaweza ukawa una majukumu yako mbele yako, lakini unatamani tu endelee kushika simu, scroll, lakini unafahamu kuna majukumu fulani hivi yako mbele yako, lakini wewe unatamani upate leisure. Kwa hiyo kufanya kitu katika mfumo rasmi sio jambo rahisi, ni jambo ambalo linahitaji kujilazimisha, kwa sababu mwili wetu unataka kupata raha. Kwa hiyo hilo ni jambo la kisayansi kabisa, kwamba mimi kufatisha kitu fulani kwa mfumo uliopo, na pengine ninajua napaswa kufanya, najua faida, najua hasara, lakini tu kuna namna mpaka nilazimishwe. Na ndio maana kwa wanafunzi shuleni mpaka utumie kiboko, lakini kwa sababu tumeshakuwa wakubwa sasa hapo inabidi uwe na, tunasema personal commitment, juhudi binafsi za kufanya hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mifumo yetu ambayo tunayo, mifumo rasmi na ambayo sio rasmi. Sio vitu ambavyo tunasema unawekea mkazo sana, ni vitu ambavyo tunakufundisha au tunakuambia faida zake, tunakuacha ufanye maamuzi. Kwa hiyo pia ni sababu nyingine ya pili. Na tatu, watu wengine hawana malengo kwenye maisha yao. Kwa mtu tu anaishi, ameamka asubuhi anakaa, jioni anaamka anakaa, kwa anasubiri tu maisha yanaenda. Yaani kesho tukiamka, Mungu tunakushukuru, kesho kutwa sawa. Kwa hiyo hizo zote zinaweza zikawa sababu za kufanya mtu asiweze au asiwe active kwenye jambo la takwimu. Na hapo niwaombe tu Watanzania, watazamaji kiujumla, ni vizuri kwenye vile vitu ambavyo tumewahi kusikia au tumeviona vina faida kwenye maisha yetu, tusisubiri kukumbushwa. Kama hilo jambo la takwimu, kuna mwingine hapo amewahi kusikia, jamani weka akiba, unaweza ukapata changamoto, utakuwa na dharura, mtoto anaweza kaugua. Anajua, anafahamu, na pengine kuna hela anapata, lakini mpaka jambo limtokee ndo ajifunze.
Kwa hiyo usisubiri mpaka uwe victim, mpaka udhurike ndo basi ujifunze. Kwa hiyo kwenye vitu vidogo vidogo ambavyo unapata nafasi ya kuvijua au kujifunza, viweke katika matendo ili viweze kukusaidia kujiepusha na changamoto zijazo. Sawa kabisa. Na Janet, hakika unayoyazungumza yanasadifu katika maisha yetu ya kila siku. Pengine takwimu sasa, pale ambapo tutakuwa tumefuata njia zote hizo ambazo umetuhabarisha kwazo, ni kwa namna gani tutapata taswira ya kweli pengine na kuwa waaminifu kutokana na matendo ya kujiwekea kwetu ama matendo ya kutafuta kwetu katika uchumi wa familia ambao leo pengine tumeona tudumu sana hapo kuliko mtu kuumiza kichwa yule ambaye anasikia takwimu anajua ni mambo yanayohusu serikali. Okay, kwanza kabisa kama nilivyosema hapo awali, ni vizuri kuwa na kumbukumbu. Kuwa na kumbukumbu kwa maana uwe na sehemu unayoandika. Unajua kisaikolojia tu kwamba ukiwa na mahali unapoandika akili yako inakuambia hichi ni kitu cha muhimu. Kwa kuna mtu hapa ananitazama ananifikiria, kwanza wewe kwa ngazi ya familia, bajeti yako kwa mwezi shingapi, au familia yako mnakula shingapi kwa mwezi? Ujui. Mimi bwana si baba, natoa tu mfukoni, zipo natoa benki. Lazima uwe na takwimu kwamba mimi kila mwezi familia yangu tunatumia 200,000. Ikitokea siku imefika mwezi mmoja, wiki moja kabla ya mwezi imeisha, afu mama watoto au pale nyumbani wakakwambia hela haijaisha, hiyo ni takwimu. Kuna kitu kinakwambia kuna kitu hakipo sawa, aidha wametumia sana au pengine walienda kununua mahali ambapo bei ni kubwa. Kwa hiyo kwanza uwe na una rekodi, uwe na mahali pa kuandika. Kwa hiyo ukiwa hauna mahali pa kuandika ni ngumu kujua mabadiliko, ni ngumu kujua unaelekea kwa kiasi gani. Lakini jambo la pili, uwe unajifuatilia, tunasema personal evaluation. Ukiandika tu haitoshi, pata muda wa kujifuatilia. Wakati mwingine tunatumia fedha nyingi kwenye vitu ambavyo havina mchango mkubwa kwenye ngazi ya familia. Kwa hiyo ukiwa unajifuatilia unaweza kujua hivi, mbona hela nyingi inaenda hapa? Hapa kuna nini? Inaongeza kitu gani? Hivyo ni vitu vya muhimu sana. Na tatu, kama familia mpate muda wa kujadiliana jamani. Sasa haya mambo ya kifedha tunahusisha na takwimu. Mama anataka kitu fulani au unataka kitu fulani. Sisi kama familia sasa hivi kipaumbele chetu ni nini? Tunaenda wapi? Kwa nini tupunguze matumizi au tuongeze? Vitu kama hivyo, mazungumzo kama haya mengi katika ngazi ya familia hayapo, au kama yapo yanaishia kwenye ugomvi. Wewe unapenda hela bwana, mimi bwana wewe unapenda ndugu zako tu. Mnaishia hapo, alafu mnashindwa kufika kwenye conclusion. Kwa hiyo jambo linakuwa ni jambo la fedha, jambo dogo linakuwa kubwa mpaka inashindwa kusovika. Kwa hiyo kama wanafamilia tupate muda wa kufanya tathmini. Na tatu, kile ambacho tunakiona ni changamoto tubadilishe. Kuna mtu anajua ni tangu mwezi wa 3 anajua ni mimi hela zangu zinaishiaga mahali hapa. Sisi hela zetu tunaishia hapa, tunavaa sana. Kila mwezi tunatoka tunavaa. Sio mbaya, lakini unakuta sasa zile gharama za kuvaa zinachukua hadi gharama nyingine mpaka mnaingia kwenye mikopo. Mkishajua hicho kitu, badilisheni kama ngazi ya familia, kubalieni kukaa mkubaliane nini mnaweza kufanya. Na mwisho kabisa, mje na resolution. Tunasema nini mnafanya, nini hamfanyi. Tunasema inakuwa kama sheria, kwa sababu mahali popote kama nilivyosema hapo awali, mwanadamu ameumbwa kuishi kiolela. Mahali popote pasipokuwa na sheria, kila mtu atafanya anachoamua. Ndio maana kama ni ofisini kuna sheria, muda gani ufike, muda gani usifike. Kama hayo mazingira yote au katika ngazi ya nchi kuna sheria, ukifanya hicho unavunja sheria. Basi hata ngazi ya familia tukubaliane sisi nini tunafanya, nini hatufanyi, na iwe katika lengo la kurekebishana na kuwekana tuwe wamoja ili tuweze kupiga hatua. Lengo la maisha, yani jana yetu iwe jana yetu itusaidie kwenda mbele, na leo yetu itusaidie kwenda mbele zaidi. Kesho iwe nzuri kuliko ilivyo jana. Kwa hiyo tumia jitihada zozote ili uweze kupiga hatua. Tukikufananisha mponda wa mwaka 2024 uwe tofauti na mwaka 2025 na mwakani, ili tunaokutazama katika ngazi ya familia na jamii tutiwe moyo na hamasa, kwa sababu watu wengi wanatutazama na sometimes wanakuwa inspired na vitu tunavyovifanya. Kwa hiyo maisha yetu wote ni darasa, watu wengine wajifunze na sisi tutapata hamasa ya kufanya kazi kwa ubora na ukubwa zaidi. Umegusia kitu kizuri sana Janeti. Ngoja kwanza. Janeti unajua kana niona vile.
Amekugusa? Alikugusa maisha yako kwa sababu unajua familia zetu zimekuwa wakati mwingine kuna ugomvi ambao wala hauna maana. Kisa tu baba umeombwa hela ya mchele ama sukari imekwisha. Matokeo yake unauliza kwamba inakuwaje juzi tu nimenunua mchele kilo 10. Leo umeishaje? Kumbe hakuna utamaduni wa kuandika. Pengine tungekuwa tunaandika. Watu wameongezeka kidogo, sukari ikaenda sana. Umeona au siku ile ilikuwa inakaa sana mlikuwa wawili tu. Sasa watoto wamefunga wanashinda nyumbani. Umeona vitu kama hivyo. Hakika. Sasa Bi Janet, kwa yote hayo uliyozungumzia, kuna changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza. Tunaona kwamba masuala ya takwimu ni utaalamu fulani. Tukiona watu wa takwimu labda wanapitia utaalamu fulani, wana namna ya kuziweka zile data, lakini sasa kwenye ngazi ya familia ulivyoeleza, mimi naona ni rahisi sana, inawezekana. Lakini sasa mimi si mtaalamu labda wa masuala ya uchumi ama mahesabu. Ninapofanya hivyo kwenye ngazi ya familia, tumeandaa bajeti yetu, tumeona vitu hivyo, kuna ulazima wowote ni muone mtaalamu ili aweze kunisaidia mahesabu yangu niliyoyaweka? Hapana, isipokuwa labda ni ngazi ya biashara ambayo inakuwa na mzunguko mkubwa. Hapo sasa ndo tunahitaji mtaalamu. Au kama maisha au mfumo wa maisha yako umekupelekea kwenye madeni yaliyopitiliza, hapo sasa utahitaji mtaalamu. Kwa sababu kuna namna na mfumo wa maisha unajikuta hela unaoipata unaiweka kwenye vitu ambavyo tunasema sio basic needs. Alafu ikija kwenye issue ya basic needs unakosa fedha. Yaani mfano mshahara unaupata unaingiza kwenye nguo, sijui matumizi ya gari. Alafu ikija kwenye hela ya unga, mbona imepungua, unaenda kukopa ili watu nyumbani wale. Ikifikia level hiyo, hapo sasa utahitaji mtaalamu. Lakini hapa tunazungumzia tu ile level ya kawaida kabisa. Mtanzania yoyote, as long as unajua kusoma, unaweza kuandika, unaweza ukapata mahali pa kuandika kama ni daftari au kama ni notebook. Hivyo ni vitu vya kawaida, na hivyo vinaanza kwa kuanza. Yaani mtu sasa hivi anaweza kanisikiza kusema bwana ni ngumu. Hapana, sio ngumu. Ukianza tu kuwa na kadaftari kako, discipline ya kwanza, ukaona ukaandika, ukaorodhesha, ukabana, ikabaki kama 1000 ukasema kumbe inawezekana, inakupa hamasa. Kesho kuto utaanza tena kubana, shangaa inaongezeka. Na zile fedha ndogo ndogo ambazo tunazidharau 1000, 2000, 3000, 5000, hizo ndogo ambazo hata kama 1000 tu, hizo ndo zikikusanywa nyingi zinaweza zikafanya maendeleo au zikasaidia vile vitu ambavyo vinakuja kwa mshtuko, hasa katika ngazi ya familia. Kwa kama kuna mama wa nyumbani ambaye anitazama sasa hivi, kwenye ile hela ambayo unaachiwa pale nyumbani, hakikisha kuna 5000, 10000. Changamoto imetokea pale, sio lazima tumpigie baba. Hapo nyumbani kuna kakopo mahali, change zikibaki zinawekwa hapo. Na hiyo itakusaidia kuwa na discipline ya fedha, na fedha zako ambazo zinazunguka. Kuna mama akituma change ikienda haulizi imeenda. Kwa hiyo ikienda haulizi. Kumbe unaweza kujikuta kwa wiki una 5000, una 7000 ambazo zinapotea tu, hujui zinakwenda. 7000 mara 5 kwa wiki 42 hiyo. Kilo ngapi hapo za unga? Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo ambavyo mtu anaweza kuhisi havina umuhimu kwenye maisha yetu. Kumbe vinavyoendelea kukaa kwa muda mrefu ndo tunasema linakuwa ni lundiko la fedha ambazo zimepotea bila kuwa muangalifu. Sawa, tunashukuru sana Bi Janet. Labda kwa kuhitimisha, tumezungumza zaidi kwenye ngazi ya familia, lakini tunafahamu kwenye maeneo tunamoishi maendeleo ya jamii nayo hatuyaweki nyuma. Sasa tukiwa tunamalizia, kwa huyo anayekutazama, anatakiwa kufanya nini mwananchi kuhakikisha anafahamu takwimu za maeneo aliyopo, ili pale anaposhirikishwa kwenye shughuli za maendeleo basi anakuwa anajua kwamba ameanzia wapi na anaelekea wapi? Kwanza kabisa ni vizuri kufahamu eneo alilopo kwa maana ya uongozi aliyopo. Kwa sababu kuna mtu anaishi mahali hamjui mjumbe, hajui ofisi za serikali za mtaa, yeye anaondoka tu asubuhi anarudi jioni, ajue uongozi uliopo. Usisubiri mpaka upate changamoto, mpaka upate shida ndo utafute uongozi. Ni vizuri ukawafahamu tu, kwa sababu viongozi kwa mujibu wa sheria na utaratibu wa Tanzania, viongozi ndo wana taarifa. Kwa mfano hizo taarifa, sijui mtaa wetu nini tunaboresha, hizo zote unaweza ukazipata kutoka kwenye uongozi. Na kuna baadhi ya mitaa wameenda mbali, wana magrupu hadi ya mitaa. Kwa hiyo hakikisha uko kwenye grupu, utaweza kujua taarifa nini kinahusiana na mtaa wako. Hapo watatoa hata takwimu, jamani tuna mpango wa kuongeza hiki, barabara yetu iko hivi, tunafanya hivyo. Ni vitu vyote vya kijamii.
Lakini pia fahamu huduma zile muhimu za kijamii, huduma kama hospitali, mashule na vitu vyote vya kijamii. Hiyo itakusaidia katika kufanya maamuzi. Pengine ni baba una katoto pale nyumbani, baada ya muda fulani utahitaji shule. Kwa hiyo ukizijua hizo huduma zitakusaidia katika kufanya maamuzi, hasa ada nalipa wapi, umbali ada ya kwa maana ya fedha kwa ajili ya school bus. Hivyo ni vitu vyote ambavyo vinahusiana na ngazi ya kijamii. Kikubwa wewe ni mwanajamii, usikae peke yako. Shirikiana na jamii, changamana na jamii. Jamii ina fursa, jamii ni watu, jamii ina vitu ambavyo pengine ukikaa ofisini unaweza usivipate. Kwa hiyo kikubwa tushirikiane na tuwe wanajamii wema. Kama unasikia kuna kitu, toka shiriki, na hapo utajiona na watu, fursa zitaanzia hapo na mambo mengine mazuri yatakuja. Basi tunakushukuru sana Bi Janeth Soka ambaye ni mtaalamu wa takwimu. Umetueleza vitu vingi sana. Tunaamini mtazamaji hapo nyumbani ama mahala popote alipo anatufuatilia, basi ameweza kupata elimu iliyo bora ya swala la takwimu kuanzia ngazi ya familia mpaka tunapokwenda kwenye taifa, kwamba ni vipi tunaweza tukashiriki. Asante sana kwa kuungana nasi Bi Janeth. Asante, nashukuru.